Tumesema maana ya ukombozi sio kugaragara na kuanguka mapepo. Ile ni kufukuza au kufungua roho zilizomfunga mtu. Hiyo sio ukombozi. Ukombozi maana yake ni kuwatangazia watu habari za Yesu Kristo, kile alichokifanya kwa sababu ya kazi ya msalaba au kazi kamilifu ya kidhabihu Yesu Kristo alifanya. Kupitia kufa kwake, kuzikwa na kufufuka kwake na kupaa, Yesu Kristo ametutangazia masamaha. Unaposema ukombozi, maana yake ni masamaha, maana yake ni rehema za Mungu, maana yake ni neema ya Mungu, kutangaza baraka za Mungu, kwamba yule aliyebarikiwa na Mungu haishi chini ya laana. Hiyo ndio maana ya kutangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Hiyo ndio maana ya ukombozi. Anayeishi katika hali ya mashtaka, unapomwambia aligongelea mashtaka yetu pale msalabani, umemtangazia ukombozi, deliverance, kwamba wewe uko huru, umehesabiwa haki mbele za Mungu. Hiyo ndio maana ya ukombozi. Ukombozi sio kugaragara. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesema mwanadamu aliyeungwa na Mungu ni roho, si ndio? Lakini ni roho inayoishi ndani ya nini? Ya mwili, na inamiliki nafsi. Mwanadamu ni roho, anaishi kule mwili, anamiliki nini? Nafsi. Tuko sawa sawa? Na hiyo nafsi ina mambo matatu. Nafsi hiyo ina akili, si ndio? Nafsi hiyo ina hisia, feelings, emotion. Na nafsi hiyo ina nini? Ina utashi. Utashi huu ndio ile free will. Mungu ametupa utashi huru wa kuamua kuchagua lililo jema na kuchagua lililo baya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasema kama mwanadamu ni roho, roho ndio inayofanyaje? Ndio inayookoka. Inaposikia neno la Mungu ndio inafanyaje? Inaokoka. Na roho hii, Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17 anasema yeye aliyefungwa, aliyeungwa na roho wa Kristo, roho wa Bwana, amekuwa ni kitu kimoja na nani? Na roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo roho zetu zinapookoka, zinapopokea kipawa cha neema ya wokovu, roho zetu zinaungwa na roho wa Kristo, na kuwa ni kitu hichi kimoja. Kinachokombolewa sasa ni nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kinachokombolewa ni nini? Ni nafsi, ni fikra, ni mitazamo, ndio inakombolewa. Na ukombozi huu unatokana na nini? Na neno la Mungu, au kweli ya neno la Mungu. Tuko sawa sawa? Ndio maana andika Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili, anasisitiza kwa habari ya kubadilishwa mitazamo, fikra, mitazamo ya dunia hii, ya mfumo wa dunia hii, tuweze kuwaza kama Mungu, kuyachukulia mambo kama Mungu na kuenenda kama Mungu anavyotaka tuenende. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu aliposema kutangaza ukombozi, alikuwa anamaanisha ni ukombozi wa fikra. Kuna tofauti kati ya ile vita ambayo sisi tulionayo, ambayo Mtume Paulo ameandika kwenye Efeso sura ya 6 mstari wa 12 kuanzia mstari wa 10 hadi 18. Efeso 6 mstari wa 10 hadi 18, kwa habari ya kuvaa silaha kamili. Mstari wa 12 anasema silaha zetu ni juu ya falme na mamlaka, si ndio? Juu ya wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya. Kuna tofauti kati ya vita ya wale pale kwenye Efeso 6:12 na vita kati ya Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hadi wa 5. Hawa wakuu wa giza, wa falme na mamlaka na majeshi ya pepo wabaya, hawa hawana nguvu juu ya mlokole, juu ya mtu anayemwamini Yesu Kristo amefufuliwa kuwa ni mwana wa Mungu. Hawana nini? Hawana nguvu. Yoyote ambaye amepewa mamlaka ya Kristo, yeye anaishi ndani ya Kristo na Kristo anaishi ndani yake. Andika Luka sura ya 10 mstari wa 19. Luka 10 mstari wa 19
Amesema tumepewa mamlaka yote ni juu ya nini? Juu ya nyoka, juu ya nge na juu ya nguvu zote za nani? Za yule adui. Tumepewa mamlaka ya kufungua na kufunga chochote hapa chini ya jua, na ulimwengu wa roho utafanyaje? Utafunga na kufungua. Kwa hiyo wale maadui katika Efeso sura ya 6 mstari wa 12, wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya, falme na mamlaka hawana nguvu juu ya mtakatifu wa Mungu. Kitu ambacho kinatesa kanisa la Kristo, hata tulioko kanisani kwenye mwili wa Kristo, ni ule uadui au ile vita ambayo ipo kwenye Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hadi wa 5. Anazungumza kwa habari ya ngome ya mawazo, tukishindana kwa habari ya elimu zinazojiinua kinyume na elimu ya Kristo, mambo au taarifa zinazofunga fahamu na akili za watu. Amezungumza kwenye Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 na 4. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 na 4. Amezungumza habari ya Mungu wa small letter, wa herufi ndogo, Mungu wa dunia hii ambaye ni Shetani. Kazi yake kubwa ni kufanyaje? Ni kupofusha fikra, akili za watu, nuru ya Yesu Kristo isifanyaje? Isiwazukie ndani ya mioyo yao. Kwa maana nuru ya Kristo ni elimu ya utukufu inayoleta ukombozi wa fikra. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu mara baada ya kuhubiria Wayahudi habari za injili za Yesu Kristo, Yohana sura ya 8 mstari wa 31 mstari wa 32 na ule mstari wa 36, anawaambia wale Wayahudi ambao wameipokea injili ya Yesu Kristo, anawaambiaje? Yohana sura ya 8 mstari wa 31, 32 na 36. Yesu Kristo anawaambia wale Wayahudi waliomwamini Yesu Kristo, anawaambia ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli. Mstari wa 32, na hiyo kweli itawaweka huru. Mstari wa 36 nasema hivi, basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Kwa hiyo kuwa huru kunatokana na kweli ya neno la Mungu inayofunuliwa ndani ya fikra, ndani ya mitazamo ya mtu, kwenye nafsi. Nafsi ndiyo inayokombolewa, na inakombolewa kwa kweli ya neno la Mungu. Ukombozi sio kuwekewa mikono. Yale yanayofurukuta ndani ya mtu yanawezekana ni mapepo, roho chafu, au zile nguvu za giza zilizokandamiza mtu au zilizofuatilia maisha ya mtu. Ila ukombozi maana yake ni nini? Ni fikra, ni akili kuwekwa huru. Vita halisi na uwanja halisi wa vita upo kwenye nini? Kwenye akili. Mtu akiweza kupokea wokovu kupitia roho yake na kupitia mchakato wa ukombozi kwenye nafsi yake, akili zake, hisia zake na utashi wake, mtu huyo anaanza kufanana na Kristo, kuongea kwake, kuenenda kwake, kuishi kwake. Bwana Yesu. Tunao wokovu wengi waliokolewa roho zao katika mwili wa Kristo, lakini waliokombolewa fikra zao ni wachache sana. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani.